Tarehe moja ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, mwaka wa mafanikio, mwaka ambao tumeuanza. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu katika yote ambayo ameweza kutujalia tukaweza kumaliza mwaka wa 2025. Haukuwa mwaka mwepesi, ulikuwa ni mwaka mgumu, lakini yote kwa yote tunasema Mwenyezi Mungu ameweza kujibu katika maombi yetu, na kila mmoja amemjibu kwa nafasi yake, akiwa ametujalia sote kwa pamoja tukafanikiwa kumaliza vizuri mwaka huu 2025 tukiwa wazima wenye afya, na huo ndio mtaji wa kwanza kwa mwanadamu. Lakini mwaka huu 2026 si kama Mpili TV tunachukua fursa hii kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa sehemu ya kutusupport, na wale wote ambao wamekuwa nasi toka mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka, na hatimaye sote kwa pamoja tumeuanza vyema mwaka wa 2026. Mwaka 2025 ni mwaka ambao binafsi upande wangu na mie nikiwa kama sehemu ya watangazaji wa Mpili TV na nikiwa kama mratibu pia wa Mpili TV online, ninawashukuru zaidi kwa mengi ambayo tumeweza kupitia wote, wakati ambao yalikuwa mazuri tumepitia wote, wakati ambao ulikuwa ni wakati mgumu wote tumepitia kwa pamoja, na haswa wana michezo katika mengi ya kimichezo pia ambayo yameweza kujitokeza katika upande huo. Ni mwaka ambao kiukweli sisi tunawashukuru zaidi mashabiki zetu, wafuasi wetu, kwa sababu haukuwa mwaka mwepesi zaidi. Wakati ambao tunaanza 2020 na mwaka 2025, obviously tulikuwa na subscribers 3000, lakini tunakuja kumaliza mwaka 2025, Mungu ametujalia na tumefanikiwa kuongeza na kupanua familia kutoka 3000 wakati tunaanza mwaka mpaka tunafikia subscribers upande wa mtandao wa YouTube takriban 61,300. Yani kufika tarehe moja ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 within a single year, kwa mwaka mmoja wa 2025 tumekuwa na familia ya watu let's say ukifanya mahesabu ni 58,000. 58,000 ndio familia ya watu ambao waliongezeka kwenye mwaka 2025. So jambo letu na jambo ni lenu, na ni jambo letu sote kwa pamoja. Anyway, ni jambo letu sote kwa pamoja, kwa sababu sisi tuko hapa kwa ajili yenu na nyie pia mpo kwa ajili yetu. So tunawashukuru wote ambao umekuwa sehemu ya familia na kuichagua Mpili TV kama chimbo na chaguo sahihi, ili kuhakikisha mnazipata taarifa zote kwa kina. Asilimia kubwa we are talking about sports. Sisi kazi yetu ilikuwa kubwa ni kuhakikisha kwamba mwanamichezo popote unapokuwa unazipata taarifa zote. Ligi kuu ya soka ya Tanzania bara hukupitwa na chochote, lakini pia taarifa zote za hapa nchini Tanzania kuhusiana na michezo hukukosa chochote. Tukiingia ligi kuu ya pale nchini Afrika ya Kusini pia nako tulikuwa tunakupatia taarifa, lakini pia hata kwenye ligi kuu ya pale nchini Misri ni sehemu ya ligi ambazo pia tulikuwa tukikufahamisha mengi ambayo yalikuwa yanajiri katika upande huo. Tukiingia barani Ulaya ile tunasema top 5 Giants team pia tulikuwa tunakupatia taarifa, matokeo, ratiba michezo imekaa vipi katika upande huo. So yote kwa yote ni jambo ambalo kiukweli ukiyajumuisha yote matukio hayo yamekuwa ni moja ya matukio ambayo kiukweli watu wengi wamekuwa wakifurahishwa na aina ya utoaji wa kazi zetu, lakini pia sisi pia tulikuwa tukifurahishwa zaidi na ufuatiliaji wa wadau wetu. Na mwaka huu 2026 binafsi na sisi kama Mpili TV tunawaahidi kuwa utakuwa ni mwaka wa mafanikio, ukiwa ni mwaka ambao tutazidi kuimarika. Kama kuna sehemu ambako warau kwenye mwaka 2025 tulikosea, mwaka wa 2026 ndio mwaka wa kurekebisha, lakini tunajua kwamba mwanadamu yupo kwa ajili ya makosa. Kosa hili kijitokeza ndio wakati ambao unatafuta suluhisho. So huenda yako baadhi ya makosa ambayo yalifanyika, lakini 2026 ndio wakati ambao tayari kila kitu kimekaa katika usawa aina yake. Jambo la muhimu ni kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu na kuendelea kuhakikisha kwamba unapata taarifa zenye ubora na ushibe wenye ujazo wa michezo zaidi katika ufanisi na ubora uliotukuka. So mashabiki 58,000 ukiwajumuisha na wale ambao tulikuwa tumeanza nao, kwa maana ya kwamba mwaka 2025 tu tumetengeneza subscribers katika mtandao mmoja wa YouTube, subscribers takriban 58,000. So up to now ninavyozungumza nao tarehe moja tuna subscribers 61,000. Tunachoomba ni kwamba kama ni mara yako pia ya kwanza leo hii unajiunga na YouTube channel yetu, pia
na kuomba uweze kusubscribe ili uweze kuongezeka katika familia. Lakini pia wakati ambao mwaka huu 2025 umetamatika, tumeuanza mwaka 2026, pia bado tuna matumaini makubwa ya kuongezeka hata mara mbili ya vile tulivyokuwa familia, kianza ndogo mno, watu 3000 kufika watu 61,000. Kiukweli tunawashukuru watu wote ambao umekuwa nasi mkitunga mkono, Watanzania wenzetu, lakini pia wapo wenzetu kutokea Msumbiji. Binafsi nitawapatia kongole zao kwa sababu Mozambique ni moja ya taifa ambalo linaongoza kwa mataifa yote ulimwenguni kufuatia YouTube channel yetu. Zaidi ya mashabiki 1000 ngapi wa nje ndio wanaongoza, yani kwenye mataifa ya nje, yani watu ambao wanafuatia Mpili TV nje na Tanzania, watu wa kimataifa. Mozambique ni taifa la kwanza, then Kenya ya pili, then mataifa kama Uganda, Burundi, Congo, mataifa kama Eswatini, Morocco, lakini pia kuna taifa la Oman, ni moja mataifa pia ambako tuna wafuasi wengi, lakini pia taifa la Marekani, USA. Some of people from USA we have like Omar, one of my best friend, lakini yupo rafiki yangu pia mmoja wafuasi pia wakubwa kutokea Ujerumani, wapo wengine pia kutokea Ufaransa. So wote kwa pamoja tunawashukuru na tunawatakia heri ya mwaka mpya, mwaka 2026 ukawe mwaka wa mafanikio kwetu sisi sote ambao tunamwamini na kuzidi kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kikubwa ni kwambia kwamba kama kuna chochote au una lolote utahitaji pia iwe kama sehemu ya improvement katika mwaka huu 2026, basi nitakuomba kwenye upande wa comment section uweze kudondosha. Lakini kama ni mara yako ya kwanza, pia nitakuomba uweze kusubscribe ili wa kwanza kuzidi kunufaika na kuzipata taarifa zetu kwa wakati ulio sahihi. Mie kama Beatus Augustine, the best upcoming sports presenter, binafsi naamini mmenikuza kutoka huku chini, angalau mwanga tayari umeanza kuonekana. Niko hapa na nitaendelea kuwepo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yote ya kimichezo punje hata moja hauikosi unaipata katika uso wa dunia. Bwana, niwashukuru zaidi na niwatakie mwaka mpya ulio mwema 2026. Tupige kazi, tumuombe Mwenyezi Mungu, hatimaye atakwenda kutimiza. If them did it, why as always we can't did it. Remember that God is one ambaye ana uwezo wa kutujalia sisi sote, sio Mungu wawili bali ni Mungu mmoja. Bwana, tarehe moja njema, sikukuu njema na watakia.